Assalamu alaikum. Unajua kuna mambo machache sana ukifanya kama mke yanaweza kumbadilisha kabisa mume. Si pesa, si uzuri peke yake, na sio nguvu. Ni vitu ambavyo Qur'an na Sunna vimevitaja, lakini wanawake wengi hawavipi uzito. Na ukivijua leo, unaweza kufanya mume wako akuheshimu zaidi, akupende zaidi, na ashindwe kukuacha. Basi baki hadi mwisho, kwa sababu nitakuonyesha siri hizi kwa ushahidi wa Qur'an na hadithi. Kwanza, utii katika mema. Kitu cha kwanza ambacho kinamfanya mwanamke apendwe sana na mume wake ni utii katika mema. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, fassalihatu kanitatu hafidhatu lighaibi bima hafidha Allah. Basi wanawake wema ni watiifu, wanaolinda mambo ya siri ya ndoa na heshima zao kwa yale ambayo Allah amewalinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, iza swaratil mar'atu hamsa wa samat shahraha wa hafidhat farjah wa ata'at zawjaha kila laha dukhulul janna min ali abwab janna siyat. Hadithi hii ni katika Musnad wa Ahmad na vitabu vya Sunna, kwa maana inayokaribiana. Mwanamke akitekeleza sala 5, akafunga mwezi wa Ramadhani, akalinda heshima yake, tendo la ndoa, na akamtii mume wake, ataambiwa ingia peponi kupitia mlango wote wa pepo unaotaka. Lakini sikiliza vizuri, sio utii wa kipofu, ni utii katika mambo ya halali. Hapa ndipo wanawake wengi wanakosea, wanachanganya utii na kudhalilika. Pili, heshima na maneno mazuri. Mwanaume anavutiwa sana na heshima kuliko hata uzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairun nisai min idha nadhara ilaiha saratuhu. Mwanamke bora ni yule ambaye mume wake akimtazama anafurahi. Sasa jiulize, unapozungumza na mume wako unamjenga au unamshusha? Maneno yako yana amani au yana vita? Maneno mazuri yanaweza kumfanya mwanaume akapenda kurudi nyumbani kila siku. Tatu, kujilinda na kulinda ndoa. Allah anasema, hafidhatu lighaibi bima hafidha Allah. Wanawake wema hulinda yale yasiyoonekana kwa yale aliyoyalinda Allah. Katika sura An-Nisa sura 4 aya 34 sehemu ya aya hii. Ina maana gani? Kulinda siri za ndoa, kulinda heshima yako, kuepuka mawasiliano yasiyo halali. Mwanaume akijua wewe ni mwanamke wa heshima, moyo wake unakaa kwako kwa amani. 4, kujipamba kwa ajili ya mume. Ili watu wengi ulichukulia poa, lakini lina nguvu kubwa sana. Wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakijipamba kwa waume zao. Sio kujipamba nje halafu ndani hakuna mvuto. Mwanaume anataka ajivunie mke wake, si kwa watu wengine bali kwake. 5, haki ya ndoa kimahusiano. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha daa rajul mar'atuhu illa firashi. Mwanaume akimwita mke wake kitandani kisha kataa. Bukhari na Muslim. Hii inaonyesha umuhimu wa kumjali mume katika mahitaji ya ndoa kwa halali, lakini pia kwa hekima na maelewano. Hili likiwa sawa, linaondoa migogoro mingi sana kwenye ndoa. Wanazuoni wameeleza kuwa hadithi hii inasisitiza haki ya ndoa na umuhimu wa kutunza mahusiano ya mume na mke. Haimaanishi dhuluma au kulazimisha kwa ukatili. Na pia mume anatakiwa awe mwema, mwenye huruma na asiwe dhalimu.
Kama mke ana udhuru wa kweli, ugonjwa, uchovu mkubwa, hedhi, maumivu au hali ya kisaikolojia, basi hapa dhambi kwa kukataa Uislamu umejengwa. Kama mke ana udhuru wa kweli, ugonjwa, uchovu mkubwa, hedhi, maumivu, hali ya kisaikolojia, basi hapati dhambi kwa kukataa. Uislamu umejengwa juu ya haki, huruma na maelewano kati ya wanandoa. 6. Tabia njema, akhlaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule aliye bora kwa familia yake. Tabia njema ni pamoja na subira, upole, busara. Mwanamke mwenye tabia njema humfanya mwanaume ajisikie yupo peponi akiwa nyumbani. Sasa sikiliza hili kwa makini. Mwanaume hapendi mwanamke mkamilifu. Anapenda mwanamke anayempa amani, heshima na utulivu. Na vitu hivi ndivyo Qur'an na Sunna vinatufundisha. Ukifanya kwa ikhlas, hutalazimika kupigania mapenzi ya mume wako, yatakuja yenyewe. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, bofya subscribe sasa hivi. Like video hii ili wafikie wanawake wengi, na comment nimejifunza kama unataka nifanye sehemu ya pili, kwa sababu bado kuna siri nyingine nzito zaidi ambazo watu wengi hawazijui.